Siku ya leo napenda tujifunze jinsi ya kuandaa mbegu ya nyanya kwa ajili ya kupanda kipindi kijacho. Unapoandaa mbegu ya nyanya ni vizuri utafute nyanya ambalo limeiva vizuri kama hivi, na lisiwe limeiva kidogo kama hivi, wala bichi kabisa kama hivi. Inabidi uhakikishe nyanya lako limeiva vizuri. Hakikisha umechambua nyanya zenye ubora unaoutaka, na unavyotaka kuanza kukata, kata nyanya lako katikati. Nakata katikati kama hivi. Halafu hatua inayofuata ni kutoa mbegu zako sasa, kuziweka kwenye chombo kisafi kabisa kama unavyoona ninavyofanya. Alafu ukishazitoa mbegu zako, hakikisha zote zimetoka kwenye nyanya lako lililoiva vizuri. Kisha hatua inayofuata hapo, ukishaona umeshatoa nyanya zako zote kwenye chombo kisafi, hatua inayofuata inabidi uweke maji kwenye hizo nyanya zako. Tunaweka maji na kuweka ikae kwa siku 2 hadi 5 ili nyanya yako zile mbegu za nyanya zijisafishe vizuri. Huwa zinajisafisha vizuri zikikaa kwa siku 2 mpaka 5, ili utakavyokuja kuiondoa maji au kuikamua iwe safi. Na unapofika kwenye hatua ya kuikamua sasa, unakuwa na kitambaa kisafi kama hivi. Alafu mbegu yako ambayo imekaa kwenye maji siku 2 mpaka 5 unaimimina juu ya kitambaa. Ukishaimimina juu ya kitambaa, hakikisha umemimina yote. Alafu hatua inayofuata ni kuikamua. Unakamua mbegu yako ya nyanya vizuri kabisa kwa ajili ya maandalizi ya kuikausha, na hakikisha huiachi ikiwa imeloana au ikiwa katika unyevu, kwa sababu ukiiacha katika unyevu utaisababisha hiyo mbegu yako yote kabla ya kukaushwa vizuri, na mbegu yako itapoteza ubora. Kwa sababu mbegu ukiikausha vizuri, kwanza ina uwezo wa kukaa muda mrefu ndipo uipande, lakini pia inakuwa na uwezo wa kuota vizuri, germination yake inakuwa imekaa vizuri kabisa. Kwa hiyo hakikisha unavyoanika unaitawanya kama hivi, itawanye vizuri sehemu nzuri, kisha uianike mbegu yako sehemu ambayo unajua hakuna kuku wala ndege wala watoto watakao iharibu mbegu yako. Baada ya hapo, hatua inayofuata sasa ni kuipeleka mbegu yako shambani.